Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Kwa majina ni Cosmas, nampenda Yesu, nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ananijalia utukufu wake, ananibeba mikononi mwake, ananificha bafuni mwake, ananifusha, ananipigania kila vita zote, na Yesu ni mwokozi. Na tangu nikutane na yeye, in fact, amekuwa mwaminifu sana, amekuwa wa ushuhuda sana, na nina ushuhuda kwa ajili yake na kwa ajili ya baraka zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo ningependa tujifunze kuhusu kifungu kimoja katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujifunze kuhusu dhimu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Jinsi Mungu anavyowapenda wanadamu. Jinsi Mungu alivyotupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatupenda kufikia mahali pa kumtoa mwanawe ili asulubiwe msalabani kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano ukisoma pale katika kitabu cha Yohana 3:16 inasema, "For so God loves the world, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kwa lugha ya Kiswahili, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, ili amwaminie awe na uzima wa milele na milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Nundu Ngai niwendete nthi, niwanenganie mwana wake umwe, nikanolo mwitikila ndakae, indi ethiwe na thayu tathela. Bwana Yesu asifiwe sana. Ethiwe na thayu tathela, akae maisha ya utukufu, akae maisha ya kuheshimiwa, akae maisha ya kuheshimika, akae maisha maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alitupenda sana ndiposa alimtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo asulubiwe msalabani kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano tukiangalia katika kitabu cha Luke 23 verse 13 to 31. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona jinsi Yesu alipotolewa kwa Pilato, akatoka kwa Pilato, akapelekwa kwa Herod, na akatolewa kwa Herod, akarudishwa tena kwa Pilato. Wakati alirudishwa tena kwa Pilato, Pilato akawauliza, mimi sijaona kosa lolote na huyu mtu la kumuua. Then the crowd shouted with a loud of sound, a lot of voice, a high voice. They shouted, "Crucify him, crucify him, release Barnabas and crucify Jesus." Bwana Yesu asifiwe sana. For example, number one, who is Barnabas? Bwana Yesu asifiwe sana. Barnabas ni mimi na wewe. Barnabas ni mimi na wewe. Naye Yesu ni yule ambaye hakuwa na dhambi. Yesu ni yule ambaye hakuwa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule ambaye hakuwa dhambi, lakini kwa sababu ya dhambi za Barnabas. Kumbuka tumesema Barnabas ni mimi na wewe. Kwa sababu ya dhambi yangu na wewe, akafanyika dhambi. Akachukua mwili wenye dhambi ili tukawe na mwili usio na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipoambia Pilato tufungulie Herod, no, tufungulie Barnabas na Yesu asulubiwe, Pilato akafanya hivyo na akamfungulia Barnabas na akafanya jinsi sauti za wanadamu zimesema. Bwana Yesu asifiwe. Then Jesus was crucified with no sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Barnabas alisimama kwa niaba yangu na yako. Aliitwa Barnabas kwa sababu Barnabas alikuwa na mwizi. Alikuwa na makosa mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yeye ndiye alikuwa asulubiwe. Lakini kwa sababu Mungu alikuja kwa ajili ya kutupenda,
Yeye akafanyika dhambi ili wewe ukawe free. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko na hiyo biashara uko nayo kwa sababu damu ilimwagwa msalabani. Uko na hiyo, uko katika hapo uko kwa sababu kuna aliyemwaga damu msalabani kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali ni, unajua dhamana ya damu iliyomwagwa msalabani kwa sababu yako? Wewe kweli unajua hiyo dhamana ya hiyo damu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bado unaingia katika maovu, bado unajirudisha katika dhambi, ingali kuna aliyekuja na akazichukua dhambi na akafanyika dhambi ili wewe ukawe huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, tubadilike na tuangalie dhamana ya damu msalabani. Kwa maana kweli kabisa mimi na wewe tulikuwa tusulubiwe. Tulikuwa tutemewe mate. Lakini Yesu akadharauliwa, akafanyiwa hiyo dharau zote, akafanyiwa hizo mambo yote, akapigwa, nguo zake zikararuliwa, akakaa hivyo kwa ajili yako. Au wewe ikiwe kondo wako nikendoka edho na pina na kendoka tonya kuungama. Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa wa Mungu. Mungu anatupenda. Barnaba was in a place of me and you. In fact, if it was not Jesus, today hatungekuwepo. Leo tungekuwa katika shida. Tungekuwa katika vifungo, tungekuwa tumefungwa. Lakini Yesu akaja kwa ajili ya kutuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, Jesus was rich. Jesus was rich, but he became poor. Ingawa alikuwa tajiri, alifanyika maskini kwa sababu yako, ili ukawe tajiri leo. He became poor that you may be rich. Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. He became poor that you may be rich. Alifanyika maskini ili wewe ukawe tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa. Tukiangalia maandiko katika kitabu cha Luka kifungu cha 19 mstari wa 24, inatuonyesha the journey of Jesus to Jerusalem. Akaambia mitume, nendeni na mtapata punda, na mfungue huyo punda, na mwenyewe akiwaona mwambie the master is in need of it. Na mitume wakaenda na wakapata punda. Na walipokuwa wanantai the donkey, the owner of the donkey came and asked them, why are you doing this? And they tell him exactly what Jesus sent them to say. The master is in need of it. Na wakaletea Yesu ile punda. Na Yesu akaipanda na akaenda Jerusalem. Maandiko yanatuambia alipokuwa akifika Jerusalem, aliimbiwa kama mfalme, akaimbiwa kama mfalme. Hata kama alikuja na punda, aliimbiwa Hosana, 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 Hosana. Kwa maana pale msalabani alikuja kufanyika maskini, poor, kwa ajili yako, kwa ajili yetu, tukawe na uzima, tukawe na ushindi. Bado wapendwa, tunakwama katika dhambi. Kwa nini wapendwa? Kuna aliyemwaga damu kwa ajili yako. Ukijua dhamana ya hii damu, utaacha hiyo pombe, utaacha hiyo umalaya, utaacha hiyo
hiyo mambo mingi uko nayo utaacha hizo dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaacha chuki, utaacha wizi, kwa sababu kuna aliyefanyika mwizi kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, tufuate dhamana ya damu ya Yesu msalabani. Tufuate dhamana ya damu ya Yesu msalabani. Alitupenda, si ndio? Alitupenda. Hata hapo ulipo, katika bar, katika hiyo club, ukishika hiyo chupa ama ukishika hiyo glasi, Yesu anakupenda. God loves you. Acha dhambi, acha ulevi. Watu wanalewa, wanasahau na kukimu familia, wanasahau na kushughulikia bibi, wanasahau na kusomesha watoto. Which kind of drink is that? Unakunywa unajisahau. Pombe inakuchoma maini mpaka unakufa. Hukumu inakungoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hukumu yatugoja wapendwa. Maana maandiko yamesema, anayejitania kuwa mwema ama mtakatifu ajidanganya mwenyewe. Wapendwa, chukueni hatua ya kumfuata Yesu. Kumbuka vizuri, kwa nini Yesu alizaliwa na mwanadamu? Kwa nini Yesu alizaliwa na Maria ambaye ni mwanadamu? Kwa sababu Mungu alitaka akawe kama mfano, good example, ili tukaweze kuwa na jambo la kufuata. Tukaweze kuwa na jambo la kufuata. Yesu alifanya hivyo, na wewe pia unafanya. Yesu aliomba, na wewe pia unaomba. Yesu alihubiri, na wewe pia unahubiri. Yesu alitoa mapepo, na wewe unatoa mapepo. Yesu alishika wagonjwa kwa mkono wake, na wagonjwa walipona. Yesu aliekelea wafu mikono, na ufu ukawaacha na wakasimama. Yesu alikuja kama mwanadamu wa kawaida, ili tukaweze kumfuata. Tukaweze kuwa na jambo la kumfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufuate Jesus steps, ambaye alikuja kwa ajili ya kutuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu kuna upendo, na kwa Yesu kuna uzima. Ukiwa kwa Yesu una imani. Ukiwa kwa Yesu una ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro akasema, faith without action is dead. Mwiki yote meko ni makuu. Mwiki yote meko ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa wa Mungu, tuchukue hatua ya imani. Maana kuna aliyemwaga damu pale msalabani kwa ajili yako. Tupokee hiyo damu na ikatuweke huru. Na magonjwa yote yamewekwa msalabani. Magonjwa yamefunguliwa msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoona jambo kidogo linakusumbua, jiulize imefunguliwa na nani msalabani? Watu wa Mungu, may God bless you so much. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Unaweza nipata TikTok, unaweza nipata YouTube, unaweza nipata Facebook. Mungu awabariki sana. Instagram utanipata pale, ukiandika Cosmas, ukiingia YouTube andike Minister Cosmas, utanipata pale, na tutaendelea pamoja, na Mungu ataendelea kuwabariki sana. Neema ya Mungu wabebe na ikatembee pamoja nanyi. Barikiweni sana, na neema ya Mungu ikawe pamoja nanyi katika kazi zenu mnazozifanya. Mweke Mungu mbele, maana wakati ukaribu kama mlangoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe utukufu, na Bwana akawabariki, na neema yake ikawabebe. Barikiweni sana wapendwa.